Msikilizaji wangu wa Light Simulizi, tulipoishia katika sehemu ya 4 ya kibao chetu hiki cha Lisa ama na kukumbuka dia X, ni pale unaambiwa kwa hakika kile alichokutana nacho Lisa kutoka kwa Clarence kilikuwa ni zaidi ya kile alichokutana nacho mrembo wa kijiji mwanadada Sidi kutoka kwa Chifu Baroka kwenye ile riwaya ya The Lion and the Jewel iliyoandikwa na Mnigeria maarufu kweli kweli Wole Soyinka. Basi nikukaribisha katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii pendwa kweli kweli, ambayo naamini ni mengi sana unajifunza, lakini basi na kusahau mwandishi wa kitabu hiki ni mwamba kweli kweli, muite Harry D. Souza ama Silent Killer. Lakini pia pale Instagram unaweza kumpata kwa jina la @realsilent_killer. Hapo utakuwa umempata vyema kweli kweli. Ili kupata kazi zake mbalimbali, basi unaweza kumpata kwa majina hayo. Lakini pia kama unahitaji kupata story zake na vitu vingine kadha wa kadha, ushauri na nini, namba zake nimeziweka hapo juu kwa WhatsApp kabisa. Unaweza kumpata mapema kabisa na bila usumbufu wowote. Basi nikulete katika sehemu ya siku ya leo ambayo ni sehemu ya 5. Asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi, lakini mimi nazidi kukuombea wewe ambaye afya yako kwa namna moja ama nyingine imetetereka. Mwenyezi Mungu azidi kukuakifu. Kwa upande wangu niko salama kabisa. Karibu tukaweze kuendelea katika kipande cha siku ya leo. Mimi naitwa Trishi. Karibu sana. Kwa hakika ulikuwa ni usiku wa kwanza kabisa wa kukumbukwa kati ya binti Lisa na mtaalamu Clarence. Usiku ule ulitosha kumpa jibu sahihi Lisa juu ya kauli ya Charles kuhusu Clarence. Clarence hakuwa shoga yake mama kama ambavyo Charles alimwambia Lisa. Lisa aligundua kwamba kumbe ile ilikuwa ni mbinu ya Charles kumchafua Clarence ili apendwe yeye, licha ya kwamba Charles alimwomba Lisa jambo lile liwe siri, lakini Lisa alishindwa kuliweka kifuani. Alichokifanya ni kutumia maneno ya Charles kama mahaba na zawadi yake kwa Clarence. Baada ya kupewa penzi mubashara kabisa, alimueleza kila kitu Clarence kuhusu kauli zote za Charles, pamoja na kumuonesha ushahidi wa message alizokuwa ametumiwa na Charles. Clarence aliumia sana baada ya kuona zile message zilizokuwa na maudhui ya kuchafuliwa jinsia yake. Yote kwa yote aliamua kupotezea. Ratiba ya Clarence na Lisa kwa siku ile ilikuwa ni kuondoka rasmi katika ardhi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na kila mtu kurejea nyumbani kwao. Lisa alitakiwa kurudi nyumbani kwa wazazi wake ambako ni pale pale ndani ya jiji la Dar es Salaam, na Clarence alitakiwa arudi mkoani kwao Mtwara. Lakini sasa licha ya kwamba ratiba yao iliwataka kuondoka, hakuna mtu kati yao aliyekuwa anatamani kuachana na mwenzake siku ile. Kila mtu alitamani ile mechi iliyopigwa usiku uliopita mpaka kufikia majogoo basi irudiwe tena. Licha ya kwamba walikesha, lakini wote walionekana kutotosheka, hivyo walihitajiana tena na tena. Nguvu ya mapenzi iliwafanya wawili hao kuvunja ratiba ya kuondoka siku ile na kupanga kuondoka siku inayofuata. Siku ile walipanga kuitumia tena wakiwa pamoja kama ilivyokuwa siku iliyopita. Asubuhi ile walijipikia supu nzito kwa ajili ya kuweka fiti mili yao kutokana na shughuli nzito walikuwa wameifanya. Ilipofika majira saa 4 asubuhi, Clarence na Lisa walielekea kwenye hosteli aliyokuwa anaishi Clarence. Walikwenda kule kwa lengo la kuchukua nguo za Clarence, kwa kuwa safari yake ya kurudi mkoani alipanga kuondokea kule kwa Lisa ambako angekwenda kulala usiku ule. Walipofika kwenye mlango wa chumba, Clarence alisukuma mlango baada ya kugundua kwamba ulikuwa haujafungwa. Mlango ulifunguka. Clarence akazama ndani, Lisa akabaki nje. Mara baada ya kuingia ndani, Clarence alimkuta Charles
Akiwa ameinamisha kichwa mezani, pua za Clarence zilianza kunusa harufu ya bangi. Baada ya kuingia mle ndani, alimsogelea Charles pale mezani na akakuta vipisi vya bangi na sigara vikiwa juu ya meza. Clarence alishangaa kwanza. Tangu lini Charles ameanza kutumia vile vitu? Alichokifanya Clarence ni kumtingisha Charles na kumwamsha pale alipokuwa amelala. Charles aliamka baada ya kuamshwa, ile kupepesa macho akamuona Clarence amesimama mbele yake. "Oya Charles, tangu lini umeanza kutumia hivi vitu? Mshikaji wangu, bora umejileta mwenyewe, we boya. Hizi bangi nimeanza kuvuta leo na nimekuvutia wewe ili nikuoneshe show. Nataka uniambie jana ulilala wapi mwanangu?" Charles aliongea kauli hiyo kwa hasira. "Oya Charles, acha zako basi mwanangu. Kwa hiyo siku hizi tunaulizana maswali kama tumeoana vile?" Clarence alimjibu Charles kisha akataka kupita kwenda kwenye kabati lake la vitu. Clarence alipiga hatua lakini alisukumwa na Charles na kufanya ayumbe kidogo kuelekea nyuma. "Oya Charles, hebu acha mambo yako basi. Kwani shida nini rafiki?" Clarence alimuuliza Charles, lakini kabla hajamaliza kuongea alipokea ngumi la mdomoni. "Wewe unajiona mjanja sana kwenda kulala na Lisa. Wewe hujui Lisa ni nani kwangu. Kwa nini ukalala naye we fala?" Charles alizungumza kwa hasira na jaziba, huku moshi ukiendelea kufanya kazi kichwani. Dakika zile zile Lisa naye akaingia mle ndani. Alipofikia aliwakuta wanaume wamesimama. Clarence alikuwa na damu kidogo mdomoni baada ya kupiga ngumi na Charles. "Oya Charles, kwani wasiwasi wako nini? Mimi kulala kwa Mona Lisa? Mimi si ndo shoga yake mama, au umesahau? Mimi na Lisa si tunafanana jinsia? Huo wasiwasi unatoka wapi mzee? Wakati mimi nilala na shoga yangu. Lisa ni shoga yangu, nimelala naye jana na hata leo pia nitalala naye." Clarence aliongea kauli hiyo huku akiwa ameshika bega la Lisa. Kauli ya Clarence ilimpandisha hasira Charles. Ghafla akarusha ngumi jingine kwa Clarence, lakini mtaalamu aliamua kuzuia amu hii. Hakutaka kabisa kuoshewa mbele ya mpenzi wake ili aonekane dhaifu. Ile ngumi ya Charles alidaka na akaendelea kukamata ule mkono kwa nguvu. "Sikia Charles, sasa inatosha. Yaani wewe hunitishi kwa chochote kile, hata likiandaliwa pambano kati yetu, halafu Lisa ndawe zawadi my friend, na kupiga mchana kwa upe ndani ya raundi ya kwanza kabisa. Elewa kwamba siku zote sikuogopagi, ila nakuheshimu na kukubali sana rafiki yangu. Hii migogoro unayoitaka haiwezi kukupa matokeo chanya hata siku moja. Huu sio muda wa kugombana mimi na wewe. Charles, wewe unampenda Lisa, lakini Lisa hakupendi wewe. Kwa nini unakuwa kinganganizi? Rafiki yangu, kama kweli unampenda Lisa, basi mwache huru aende kwa anayempenda. Kwa nini ujitese rafiki yangu? Hebu zinduka usingizini basi. Mbona wanawake wengi wazuri wanakukubali sana rafiki yangu? Acha kushusha CV zako Charles. Kumbuka wewe ni msomi na jamii inakutegemea. Hivyo utaki kuwa dhaifu. Mimi najua maumivu unayopitia kwa kumkosa mwanamke unayempenda. Ndio maana sikuchukii kabisa licha ya maovu yote ulionifanyia. Mimi bado nakuona kama rafiki yangu bora wa muda wote. Yote ulionifanyia mimi na yasamehe mwanangu. Ila nakusihi sana mcheze. Ukilazimisha kupata fungu lisilokuwa lako basi utakosa fungu lako." Clarence aliongea kishaka kuachia mkono wa Charles. Maneno ya Clarence ni kama yalimwingia akilini Charles. Charles alimtizama Lisa kisha akamtizama Clarence. Aliwaza kwa sekunde kadhaa maovu aliyomfanyaga Clarence, lakini mwisho wa yote jamaa bado aliendelea kumchukulia kama rafiki. Clarence hakuwa mtu wa kukasirika kabisa, lakini pia Charles alikumbuka jitihada za mtaalamu katika kumsaidia mambo mengi kwenye masomo na hata kwenye ule mpango wao wa kubadilisha majina. Charles aligundua kwamba Clarence alisaliti hisia zake binafsi kwa ajili ya kumpigania ili yeye
ampate Lisa, lakini kwa bahati mbaya Lisa hakuwa fungu lake, bali alikuwa ni fungu la Clarence. Lisa, kwani wewe hapo bado unampenda Clarence? Charles alimuuliza Lisa. Hilo ndo jibu Charles. Clarence is my everything. Jana, leo na kesho bado nitampenda Clarence. Lisa alimjibu Charles. Hata mimi naona kabisa unampenda jamaa. Okay, Clarence, na wewe vipi? Unampenda Lisa? Charles alimuuliza Clarence. Nampenda sana Mona Lisa, Clarence alijibu. Kwa ufupi itoshe tu kusema mnapendana sana. Okay, kama nyie wawili mnapendana, nani wa kupinga sasa? Mimi sina kinyongo tena na nyie kuanzia muda huu. Furahieni penzi lenu, na kama mtaachana basi iwe kwa sababu zenu binafsi na sio mimi. Mimi nawatakia kila lenye jema na naomba mnisamehe kwa yote niliyoyafanya kwenu. Clarence rafiki yangu, kuwa makini siku zote, maana kuna viumbe tuliambiwa tuishi nao kwa akili na sio moyo. Chunga sana matumizi ya moyo, vinginevyo. Anyway, tukutane kwenye mahafali rafiki yangu. Charles aliongea kisha akaenda kwenye kabati lake na kuanza kutoa nguo zake na kuziweka kwenye begi kisha akaondoka zake. Clarence na Lisa walimsindikiza Charles kwa macho akiwa anaondoka. Charles alikuwa ni mkazi wa pale pale Dar es Salaam, hivyo safari yake ilikuwa ni fupi tu. Kauli ya mwisho ya Charles ilimfikirisha sana Clarence, maana alihisi lilikuwa ni fumbo lenye maana kubwa ndani yake. Kuna viumbe tumeambiwa tuishi nao kwa akili na sio moyo. Kauli hiyo ya Charles alizungumza kwa ajili ya kumtahadharisha Clarence juu ya wanawake, kwa kuwa alikuwa mgeni kwenye mahusiano. Charles alikuwa anamaanisha kwamba Clarence atumie sana akili badala ya moyo kwa kipindi atakachokuwa na Lisa. Hakukuwa na muda tena wa kupoteza, hivyo Clarence alifungasha virago vyake kisha akaondoka mpaka kwenye chumba cha Lisa. Siku nzima Clarence na Lisa walitumia wakiwa pamoja, huku wakizungumza na kupangilia masuala mbalimbali kuhusu mapenzi yao na maisha yao yajayo kwa ujumla. Kwa hakika penzi lilichanua kama uwaridi ndani ya bustani ya Edeni. Kila mtu alikuwa anamuona mwenzake ni kiumbe kipya kila alipokuwa anamtizama. My dear, yani muda wote natamani kukushukuru tu Clarence wangu. Asante sana kipenzi changu. Lisa aliongea kauli hiyo kwenda kwa Clarence. Wife, hebu punguza kunishukuru kila muda, ili hali anayekupa pumzi kumshukuru kila muda, Clarence alimjibu Lisa. Unajua nini Habi? Kabla sijakutana na wewe, nilikuwa na mpasuko mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Moyo wangu ulikuwa na pengo kubwa ambalo nilihisi ni vigumu sana kuzibwa na mtu yeyote. Nilikuwa na huzuni kipindi chote nilichokuwa hapa chuoni, lakini ghafla ikatokea faraja tangu nilipokutana na wewe. Kuna mwanaume ambaye nilimpenda sana, na yeye ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho kabla sijakutana na wewe. Yeye ndo aliniachia mpasuko mkubwa ndani ya moyo wangu. Nashukuru Mungu alikuleta kwenye maisha yangu kwa ajili ya kurejesha furaha yangu. Wewe ni shujaa wangu Clarence. Nakupenda sana baba. Wife, ukiwa na mimi na kuomba usizungumze mada zinazohusu mahusiano yako ya nyuma. Tafadhali sana. Usiwe unataja hata jina la ex boyfriend wako, kwani nahisi kupata wivu. Lakini pia sio vizuri kujadili mahusiano yaliyopita, kwa sababu hayana matokeo chanya kwenye mahusiano mapya. Tema mate kulia, fukia kushoto, tuanze safari mpya ya mapenzi. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maongezi kati ya Lisa na Clarence wakiwa wamejipumzisha kitandani majira ya usiku. Ingawa Clarence alimkataza Lisa asizungumzie mahusiano yake ya awali, lakini tayari ujumbe ulikuwa umemfikia kwamba Lisa alishawahi kumpenda mtu mwingine. Hivi huyo mtu ni nani? Yupo wapi? Anafanya nini? Na je, ni kweli Clarence aliweza kuziba pengo lililoachwa na huyo mtu kwenye moyo wa Lisa? Asubuhi ilipofika, Clarence na Lisa walitengana rasmi na kila mtu alirudi kwa wazazi wake.
Lisa alirudi kwao Sinza pale pale Dar es Salaam na Clarence alipanda basi lindalo mkoani Mtwara. Kila mmoja alikuwa na huzuni kwa upande wake, kwa kuwa umbali ulikuwa unawatenganisha kwa muda. Kwa namna walivyokuwa wanapendana muda wote, walikuwa wanawasiliana kwenye simu wakati Clarence yupo ndani ya basi na Lisa tayari alishafika nyumbani kwao. Hani, mimi nakutakia safari njema kipenzi changu. Msalimie mamkwe wangu na pia natumaini kwamba tutakutana tena siku ya mahafali. Kama nitakumisi sana basi nitakufuata huko huko. Hayo yalikuwa maneno ya Lisa. Clarence alifanikiwa kufika salama katika ardhi ya nyumbani kwao Mtwara. Mama na ndugu zake walimpokea kwa furaha na shangwe tele. Clarence alianza rasmi maisha mapya akiwa na familia yake pasipo uwepo wa Lisa. Miongoni mwa mafanikio ya haraka ambayo Clarence aliyapata kipindi yupo chuoni ni kufungua biashara nyumbani kwao. Mtaalamu alitumia vizuri ile pesa yake ya kujikimu, yani boom, kutoka serikalini kwa ajili ya kuisaidia familia yake. Alimfungulia mama duka la vyakula na vinywaji ili kumpa nguvu ya kuendesha familia. Duka lilianza likiwa na bidhaa chache, lakini kadri siku zilivyokuwa zinasonga bidhaa ziliongezeka kupitia faida ilikuwa inapatikana, na hata Clarence alikuwa anatuma pesa ya kujaza bidhaa kila alipokuwa anaingizwa pesa ya chakula kutoka serikalini. Jambo lile lilipelekea maendeleo chanya kwenye familia. Kupitia duka lile, mama yake Clarence alipata pumziko baada ya kuachana na zile biashara za kuzunguka mtaani kuuza mboga, na pia alikuwa anawapa watu baadhi ya vijisenti ili wamsaidie shughuli mbalimbali za shamba. Umbali kati ya Clarence na Lisa ulifanya kila saa na kila dakika Clarence apokee simu kutoka kwa Lisa. Mawasiliano yalikuwa ni kama dozi ya malaria kwa mgonjwa. Asubuhi, mchana na usiku hawakuacha kuwasiliana. Kwa namna walivyokuwa nawasiliana, mama yake Clarence aligundua kwamba mwanae tayari alishapata mchumba. Mama hakutaka kumbana au kumzuia Clarence kwenye swala zima la kuwa kwenye mahusiano, kwa kuwa tayari alishahitimu masomo yake na alifanikiwa kukipata kile alichomtuma kwenye safari yake ya masomo. Kwa nini ambane wakati deni lake alishalipwa? Kwa nini ambane mwanae wakati umri wake ulikuwa unaruhusu kuwa kwenye maisha ya mapenzi na ndoa? Alichokifanya mama ni kuunga mkono masuala binafsi ya mwanae, hivyo alimpa uhuru wa kumtambulisha mkwe wake. Kwa kuwa Clarence alikuwa anampenda sana Lisa, hakuona sababu yoyote ya kumficha Lisa mbele ya mama yake, hivyo aliamua kuwaunganisha na kuwafanya wasiliane. Hatimaye Lisa na mama mzazi wa Clarence waliwasiliana, na mama alionyesha kuridhia chaguo la mwanae, ingawa hakuwahi kumuona kwa macho, ila alimwamini sana mwanae. Swala la kuwasiliana na mama mkwe mtarajiwa lilimfurahisha sana Lisa, kwani siku zote alikuwa anamlazimisha Clarence amuunganishe na mama yake ili tu amsalimie. Kwa namna mama alivyokuwa amemkubali Lisa japo kwenye simu, Lisa alijihisi tayari amekuwa mke halali wa Clarence. Bimdada alijikutana zidi kumpenda mtaalamu kwa kuamini kwamba ni kweli alikuwa anapendwa, ndio maana alitambulishwa kwa mkwe wake. Swala la Clarence kwa kwenye mahusiano ya kimapenzi lilimfanya mama awe na mashaka kidogo juu ya hatima ya mwanae. Chuo tayari alishahitimu. Je, ni kipi kilikuwa kinafuata kwa mwanae? Ni ndoa, ajira, au ni kitu gani Clarence alikuwa anawaza kukifanya kwa wakati ule? Mama aliona ni bora amuulize mwanae ni kipi kinafuata upande wake baada ya kupata shahada yake ya kwanza. Clarence mwanangu, unajua mpaka sasa bado hujaniambia kituo kinachofuata baada ya kuhitimu masomo yako ya chuo kikuu. Haya, niambie, una malengo gani bwana msomi? Malengo gani sasa? Hapa tusubiri mahafali nikakuchukulie cheti ulichoniagiza, halafu utajua mwenyewe kama utakitumia kama gazeti na kufungia vitu wateja hapa dukani au utafanya pambo la nyumbani. Hapa kweli sina mtoto wallahi. Hivi Clarence, umewezaje kufaulu mitihani ya chuo kikuu kwa hizo akili? Yaani mwanangu, akili zako hazina akili kabisa. Lakini nimerithi kwako mama. We thubutu kujarithi kwangu, wala baba yako hakuwa na akili kama hizo. Labda tu iwe umerithi kwenye ukoo wa baba yako,
Kwa hiyo umenikana bi mkubwa. Sisi kwetu hatuna wenye akili ambazo hazina akili. Sawa mamangu, tuyaache hayo sasa. Ni hivi Mama Clarence, next wiki nitakupa jibu sahihi la swali ambalo umeniuliza kuhusu plani zangu kwa sasa. Vuta subira kidogo tu mamangu. Kuna kitu kizuri kinakuja kama Mungu akipenda. Wacha we. Usinitamanishe sawa kwa kusema ni kitu kizuri. Sawa, ngoja tusubiri mwanangu, naamini Mungu ataendelea kwa upande wetu siku zote. Yaani bi mkubwa unavoungaga mkono, utadhani kama umeelewa vile. Haya, niambie niliposema next week nimemaanisha nini? Kweli kazi ipo mwaka huu. Kwa hiyo mwanangu, unadhani shule ya msingi nilikwenda kulamba makamashi? Mimi nilikuwa na akili sana enzi zangu, na hata Kiingereza cha kuombea maji na kitwanga vizuri tu. Mbona unajieleza sana bi mkubwa? Si ukubali tu hujaelewa, maana next week. Haya tubeti basi, utanipa nini kama nitakujibu? Kama utajibu basi nitakaa jikoni wiki nzima kupika chakula. Haya, next week maana yake ni wiki ijayo. Yaani mimi nilikuwa na akili sana darasani enzi zangu, na hata hizo akili zako umerithi kwangu. Akili zipi sasa? Si tumekubaliana kwamba hizi akili nimerithi kwenye ukoo wa baba? Wewe umenikana muda mfupi uliopita. Tulikuwa tunazungumzia akili zako za uchizi, sio za darasani. Mamangu, mimi hapa nilikuwa nakukumbuka sana wewe. Nilikuwa natamani kuwa karibu nawe mamangu. Nilikuwa na misi sana kukutania na kukufanyia vitu kwa sababu nakupenda sana mamangu. Naona unataka kufikia mada yetu. Yaani ongea yote, ila swala la wewe kukaa jikoni wiki nzima liko pale pale. Sio wiki tu mama. Yaani nitakupikia chakula kwa kipindi chote nitakachokaa hapa. Nataka upumzike sana mamangu. Kuanzia kesho asubuhi nitaanza rasmi kufanya shughuli za shamba. Nikirudi mchana napumzika. Halafu chakula cha jioni nitakuwa napika mwenyewe. Wewe utaendelea kufanya shughuli yako ya dukani ukiwa kivulini umepumzika. Nataka upumzike sana mamangu. Mimi mwanao nipo hapa kwa ajili ya kusaidia kazi. Ama kweli furaha ya masikini ni mtoto wake. Asante sana mwanangu kwa kunifanya niendelee kumshukuru Mungu kwa kuzaa wewe. Clarence mwanangu, napenda sana ndugu zako Klaus pamoja na Clara. Ila sasa upendo wangu kwako nahisi umewazidi ndugu zako. Yaani wewe nakupenda, halafu nakupenda tena mwanangu. Wewe ndo mtoto ulianza kunipa heshima ya kuitwa mama. Nashukuru sana mwanangu. Mama yangu, mimi bado sijafanya chochote cha kustahili shukrani kutoka kwako. Mimi ndo napaswa kukushukuru mama yangu kwa kuendelea kuwa hai mpaka muda huu. Furaha pekee ya Triple C, yani Clarence, Klaus na Clara, ni kuendelea kukuona wewe mama yetu. Tunakupenda sana mama. Nawapenda pia wanangu. Siku zote naomba kwa Mungu anipe uzima ili ikiwezekana nije kuwalea wajukuu wangu kwa mikono yangu mwenyewe. Amen. In God we trust. Ni swala la muda tu mama. Mkwe si tayari kashapatikana. Wewe subiri mjukuu aje kukupikia chakula hapo baadaye. Haya baba. Halafu umenikumbusha kitu. Kama utakuwa unakwenda shambani basi jukumu la kupika chakula cha usiku litafanywa na mdogo wako Clara. Maana muda huo wewe utakuwa umechoka. Yaani ninavyojua wewe ukiendaga shambani unafanya kazi kama mfungwa vile. Au siku hizo utakuwa mvivu kwa kuwa umetoka Dar es Salaam. Mimi nilikuwa Dar, lakini sio mwanaume wa Dar mama. Speedi na ufanisi wangu shambani utakuwa ule ule. Halafu nikirudi nitakuwa napumzika mchana, halafu jioni nakaa mwenyewe jikoni ili nikupikie chakula mamangu. Nafanya hivyo kwa kuwa naweza kuondoka muda wote baada ya mwezi kumalizika. Huyo Clara akisharudi shule, badala ya kupika alitakiwa kuchukua vitabu na madaftari kisha aanze kujisomea. Hakuna muda wa kupoteza. Clarence alianza kugawanya majukumu ya kazi ndani ya familia akiwa kama baba. Uwepo wa Clarence kwenye familia kwa kipindi kile ulifanya shughuli zote za kifamilia kwenda katika mstari mnyofu. Kwa kipindi kile familia ilikuwa haina changamoto yote kwenye swala zima la chakula. Clarence
Alikuwa kiongozi mzuri kwa ndugu zake na pia alionekana kwa mfano wa kuigwa kwa watu waliokuwa wanamzunguka kwenye jamii. Sifa zake zilisambaa mno kwenye kijiji alichokuwa anaishi. Ilikuwa ni mara chache sana Clarence kuonekana akizurula hovyo hovyo barabarani au kwenye vijiwe vya vijana waliokuwa wanaishi na fikra ambazo zimekufa. Kwa namna Clarence alivyoonekana kuwa na hekima na busara, kuna baadhi ya wazee, wa mama na wa baba walitamani mabinti zao wangepata bahati ya kuolewa au kuchumbiwa na Clarence. Hata mabinti wenyewe walikuwa wanamtamani sana Clarence. Hivyo walikuwa hawakawii kujipitisha mara kwa mara kwenye nyumba ya kina Clarence ili mradi waonekane. Kwa nini wasimpende Clarence? Ni msomi, ana hekima, busara, anajitambua, mpole, mkarimu. Alafu sasa alikuwa handsome kweli kweli. Kwa namna fulani Clarence alikuwa anaonekana kuwa tofauti na vijana wenzake pale kijijini. Katika harakati za kuhakikisha ndugu zake wanafuata nyayo zake kwenye elimu, Clarence alikuwa anawafundisha masomo mbalimbali kila siku majira ya usiku kabla hawajaenda kulala. Kwa wakati huo, Clara ambaye ndo alikuwa mtoto wa pili kuzaliwa alikuwa anasoma kidato cha 3. Halafu Klaus ambaye ndo alikuwa kitinda mimba alikuwa anasoma darasa la 7. Klaus na Clara wote walikuwa vizuri sana darasani, japo hawakufikia viwango vya kakao kwenye ufaulu. Wiki mbili baadaye Clarence alipokea simu kutoka kwa mhadhiri mmoja wa kike alikuwa anafahamika kwa jina la Madam Betha. Madam Betha alikuwa ni mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na alikuwa na ukaribu sana na kijana Clarence. Ukaribu wao ulisababishwa na uwezo wa Clarence wa kufaulu kwa viwango vya juu katika somo la mwalimu huyo. Madam Betha alitokea kumpenda sana Clarence kutokana na bidii yake kwenye masomo pamoja na utiifu wa hali ya juu. Alimpenda kama mwanafunzi wake kwa kuwa kiumri Clarence alikuwa mdogo kiasi kwamba alikuwa anaweza kuzaliwa na hata huyo Madam Betha. Simu ya Clarence iliita na alipoangalia namba ya mpigaji aligundua kwamba ni Madam Betha. Clarence alipokea simu chap kisha akategesha sikioni. Yes madam. Clarence mwanangu, unaendeleaje? Nipo vizuri kabisa madam, sijui huko pia kuna amani ya kutosha. Sikia kijana wangu, nadhani zile ndoto zako sasa zinakwenda kutimia. Lakini kuna shida kidogo imetokea kwenye taasisi ambazo zinatoa scholarship, yani udhamini wa masomo nje ya nchi kwa mwaka huu kutokana na machafuko ya kisiasa yanayoendelea kwenye mataifa mengi ya Ulaya na Amerika. Ila sasa chuo chetu kitatoa udhamini wa masomo kwa wanafunzi 5 kwa ajili ya kusomea masters hapa UDSM. Kuna orodha imeandaliwa na ina majina ya wanafunzi kama 10 ambao watatakiwa kufanyiwa interview. Baada ya interview, wanafunzi 5 watakaoonekana wanafaa basi watapata udhamini kwenye hiyo orodha ya watu 10. Nimeona jina lako pia lipo. Baada ya interview, wanafunzi 5 watakaoonekana wanafaa basi watapata udhamini. Na kwenye hiyo orodha ya watu 10 nimeona jina lako pia. Kwa hiyo basi kuanzia muda huu unaweza kutumiwa ujumbe kwenye email yako utakaokupa mwongozo kuhusu nafasi hizo. Hii ni siri tu, nimekuibia mwanangu. Nimekufahamisha mapema ili uwe online kuangalia taarifa mpya kwenye email yako. Najua upo kijijini, hivyo unaweza ukawa hauna muda wa kuingia mtandaoni mara kwa mara kutokana na matatizo ya mtandao. Ndio maana nimeamua kukufahamisha mapema. Kuwa makini mwanangu, changamkia fursa, kwani ukipoteza hii nafasi utajutia sana. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Madam Betha yenye nia ya upendo ikisikika vyema kwenye simu ya Clarence. Madam, hivi si uniruhusu tu nikuite mama? Asante sana madam kwa kuendelea kunijali na kunithamini. Huu ni zaidi ya upendo kwangu. Siku zote umekuwa ukinisapoti sana, unanishauri na kunitia moyo. Asante sana mama. Usijali Clarence, nidhamu yako ndio inafanya mtu asichoke kukushika mkono. Mimi binafsi nilishakuahidi nitakusaidia kufika ndoto zako. Cha msingi ni wewe kuendelea kufanya vizuri. Trust me, hata nikishamaliza hiyo masters, basi nitahakikisha unaajiriwa hapa chuoni bila kusota mtaani. Uwezo wako wa kufundisha ni mkubwa sana, hivyo chuo hakiwezi kukuacha mtaani au ukawanufaisha wanafunzi wa chuo kingine.
Thanks for your information, madam. I'm ready for an interview anytime. Trust me, I will pass it. In the name of Jesus Christ. Asante kwa taarifa yako madam. Nipo tayari kufanyiwa usaili wakati wowote. Niamini nitafaulu kwa jina la Yesu Kristo. No doubt kid. Keep in hope because God is there for you. Yaani hakuna shaka mtoto, kuwa na matumaini kwa sababu Mungu yupo kwa ajili yako. Hayo yalikuwa maongezi ya simu kati ya Clarence na mwalimu wake. Kwa hakika Clarence alifurahi sana baada ya kupewa taarifa ile, japo bado haikuwa rasmi, lakini alijua kila kitu kitakuwa kama alivyoambiwa kwa sababu alikuwa anamwamini sana Madam Betha. Wakati Clarence akifurahi muda ule, kumbe mama yake pia alikuwa pale. Siku ile Clarence alishinda dukani pamoja na mama yake. Clarence, mbona unafurahi mwanangu? Kulikoni tena baba? Bi mkubwa, si unakumbuka nilikwambiaga wiki ijayo nitakwambia kituo changu kinachofuata baada ya kumaliza degree yangu ya kwanza. Sasa ile wiki ndo hii hapa, na leo nataka kukuambia kitu gani kilichopo kilini mwangu kwa sasa. Haya baba, niambie. Nipo makini kukusikiliza sasa hivi yani. Clarence alitumia nafasi ile kumueleza mama yake hatima ya mwisho kabisa ya safari yake ya masomo. Kweli ni kwamba wakati Clarence anajiunga na chuo kikuu, ndoto yake ilikuwa ni kupata cheti na shahada ya kwanza ili kimsaidia kwenye soko la ajira. Lakini sasa kutokana na mwendelezo mzuri wa matokeo yake darasani, Clarence alijikuta anapata ndoto mpya. Ndoto hiyo ilikuwa ni kuendelea na masomo tena na tena, ambapo alitaka kusomea master's degree, yani shahada ya udhamili. Wazo la Clarence lilichangizwa kwa kiasi kikubwa na Madam Betha, ambaye alitokea kukubali sana uwezo wa Clarence darasani. Hivyo alimtaka aanze kuwaza kuhusu shahada ya udhamili kabla hajafunga ukurasa wa masomo. Madam Betha alimsitiza na kumshauri Clarence aendelee kufanya vizuri kwenye masomo ili iwe rahisi kwake kupata nafasi hiyo. Na kwa kuwa Clarence alikuwa na uwezo wa kuongea na kuwafundisha watu na wakaelewa kwa marefu na mapana, Madam Betha alimwambia Clarence kwamba ana kila sifa ya kuwa mhadhiri, yani mwalimu wa chuo kikuu. Clarence, kama ungekuwa mwanangu wa kukuzaa, basi ningekwambia usome masters kwa lengo la kuwa mhadhiri. Tena ningehakikisha na kusaidia kwa kila namna mpaka ungepata nafasi ya kufundisha hapa hapa UDSM. Lakini kwa kuwa wewe ni mwanafunzi wangu, sikuambii wewe mhadhiri kwa kuwa sina haki ya kuingilia ndoto zako. Haki yangu kwako ni kukushauri kuwa mhadhiri na si kukuambia au kukulazimisha. Kama utakubaliana na ushauri wangu, basi mimi binafsi nitakuwa upande wako kukusaidia kufikia malengo yako. Sio mimi tu, hata uongozi wa chuo utaweza kukupa hata udhamini, kwa sababu watakutengeneza uwe mtumishi wao kwa manufaa ya chuo chao. Halafu ukiwa lecture ni kwamba status yako ya maisha inakuwa imebadilika kabisa. Pesa, nyumba na magari yatakuwa sehemu ya maisha yako. Nadhani ukiamua unaweza, kijana wangu, kwa sababu wewe ni genius Clarence. Hayo ni maneno ambayo Clarence aliwahi kuambiwa na Madam Betha. Maneno hayo yalijenga ndoto mpya kichwani mwa Clarence. Hakuwa na kipingamizi chochote juu ya ushauri wa Madam Betha. Lengo kuu la yeye kusoma lilikuwa ni kupata pesa ili kujikwamua yeye pamoja na familia yake dhidi ya umasikini. Kwa nini akatae kuwa mhadhiri wakati hakuna mhadhiri maskini? Mara nyingi wahadhiri wengi vyuoni huwa wanashindana kubadilisha magari kila mwezi kutokana na ukubwa wa mishahara yao. Vyuo ni taasisi ambazo zinajitegemea, ndio maana huwezi kukuta mitihani ya chuo inatungwa na kusahihishwa na baraza la mitihani. Vyuo huwa vinajiendesha wenyewe, hivyo mishahara ya wafanyakazi inalipwa na uongozi wa chuo na sio serikali. Clarence hakuwa na sababu ya kupishana na gari la mshahara. Kwanza kabisa alipiga magoti na kumshukuru Mungu kwa kuzidi kumshushia watu wa kumpigania kwenye safari yake ya masomo. Kuanzia hapo ndoto ya Clarence ilikuwa ni kuwa mhadhiri au lecture. Ila jambo lile lilibaki kuwa siri ya watu wawili ambao ni Madam Betha na Clarence mwenyewe. Hakukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anafahamu kuhusu ndoto za Clarence. Hata mama mzazi wa Clarence alikuwa hajui kitu. Hivyo ile siku alivyoambiwa na mwanae kwamba anataka kusomea master's degree ili awe mhadhiri wa chuo kikuu,
Alishtuka sana kwa kweli. Hakuwahi kufikiria kama mwanae angeweza kwenda mbele zaidi ya pale. Mama alimwagiza mwanae degree, yani shahada. Mtoto kaleta hiyo shahada na bado anaamua kutafuta masters degree, yani shahada ya udhamili kwa ajili yake. Sasa mama, degree niliyoipata ni kwa ajili yako wewe. Mimi nitarudi tena chuoni kwa ajili ya kuitafuta ya kwangu ili turingishiane. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Clarence mara baada ya kumueleza mama yake juu ya ndoto zake. Aisee, huyu Clarence ana misifa sana nyie. Mr. Close to lecture. Okay. Kile kilichokuwa kimezungumzwa na Madam Betha hatimaye kilitokea. Zikiwa zimebakia siku chache kabla ya sherehe za mahafali kufanyika, Clarence alipokea ujumbe wa kuhitajika chuoni kwa ajili ya kufanya usaili kuhusiana na masuala ya udhamini wa masomo ya shahada ya udhamili, yani masters degree. Kwa mara nyingine tena, Clarence alirudi katika jiji la Dar es Salaam. Charles ndo alikuwa mwenyeji wa Clarence kwa kuwa rafiki yake hakuwa na makazi ndani ya jiji hilo kwa kipindi hiko. Mpaka kufikia kipindi kile, Charles na Clarence walikuwa wamerudisha ule urafiki wao wa awali, kwani hawakuona sababu ya wao kuvunja urafiki kwa sababu ya mtoto wa kike. Clarence alikaribishwa kwenye chumba ambacho Charles alikuwa anaishi kwa wakati huo. Licha ya kwamba wazazi wake walikuwa na nyumba kubwa nzuri, lakini Charles hakutaka kuishi na wazazi wake ndani ya nyumba moja. Alichokifanya ni kwenda kupanga chumba ili awe huru kufanya mambo yake ya sasa yale ikiutu uzima. Jumla ya wanafunzi 10 waliripoti chuoni kwa ajili ya kufanya usaili kabla ya kupewa nafasi ya kuendelea na masomo ya shahada ya udhamili. Wanafunzi hao walikuwa wanatoka katika kozi tofauti tofauti, na hao wote ndio walikuwa gabinara katika kozi zao. Walipofika chuoni, walipewa maswali maalum ambayo yalikuwa kwenye staili fulani hivi kama mitihani. Ilikuwa ni homework na kila mwanafunzi alitakiwa kwenda kufanya utafiti wa kina kisha atengeneza ripoti sahihi kuhusu maswali waliopewa. Zoezi lile lilitakiwa kufanyika ndani ya siku 3 tu. Wanafunzi 5 kati ya wale 10 ndio walikuwa wanahitajika kupita kwenye ule mchujo, hivyo angepata nafasi ya udhamini wa masomo moja kwa moja. Mara baada ya kutizama yale maswali, Clarence alijikuta na tabasamu. Si unajua mtaalamu alikuwa na mahaba mazito na kitu ambacho kinaitwa mtihani. Japo Clarence alimkumbuka sana Lisa, lakini hakutaka kumpa taarifa kwamba alishaingia ndani ya jiji. Kwa kipindi kile aliamua kuhamishia akili zake kwenye ule mtihani uliokuwa mbele yake. Clarence aliamini kwamba kama angekutana na Lisa kwa kipindi kile, basi akili na muda wake ungegawanyika na kupelekea matokeo mabaya kwake. Ndani ya siku 3 zoezi lile lilikamilika na kila mwanafunzi aliwasilisha ripoti yake kwenye uongozi wa chuo kwa njia ya mtandao. Kitu pekee kilichokuwa kinasubiriwa ni majibu tu. Wanafunzi ambao wangefaulu kwenye ule mchujo, majina yao yangetangazwa siku ya mahafali, ikiwa ni pamoja na kupewa pongezi kwa kupata bahati ya kuendelea na masomo ya ngazi za juu zaidi. Mara baada ya zoezi hilo kukamilika, Clarence hakurudi mkoani Mtwara kwa kuwa zilikuwa zimebakia siku 3 tu kuelekea hafla ya mahafali katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa kuwa kipindi kile alishakuwa huru, Clarence aliamua kumsurprise mpenzi wake Lisa. My lovely wife, upo wapi muda huu? Nipo nyumbani, nimekaa tu hapa na kumisi sana mume wangu. Kama kweli umenimisi, basi njoo unione. Nipo stendi ya daladala huko mtaani kwenu Sinza. Una utani na mimi baba? Ka utani wa nini sasa? Mimi nipo serious ujue. Njoo hapa stendi utanikuta. Clarence baba, usinifanyie hivyo jamani. Ujue mwenzako anaweza kuja kweli. Kwa hiyo uniamini mpenzi wangu. Unahisi labda nakudanganya sio? Wewe njoo, mimi nipo hapa na kusubiri. Siondoki mpaka uje. Kama unaniamini basi utakuja, na kama huniamini basi endelea kukaa usije. My dear. Najua unataka nifanye mazoezi tu ya kutembea. Mimi najua Clarence wangu yupo Mtwara muda huu. Sawa, kama unahisi na kudanganya. Ila mimi naganda hapa stendi na siondoki mpaka uje kipenzi changu. Hayo yalikuwa mazungumzo ya simu kati ya Lisa na Clarence. Maneno ya Clarence yalimfikirisha sana Lisa. 99.9% Lisa alijua kwamba Clarence alikuwa anatania tu
kwamba yupo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini sasa nguvu ya upendo ilimfanya Lisa akajihakikishia kwa macho yake juu ya maneno ya Clarence. Bimdada aliamua kuondoka nyumbani kwao bila kuaga na kuelekea stendi ya daladala Sinza, kwa kuwa hapakuwa na umbali kutoka nyumbani kwao. Ndani ya dakika 5 Lisa alikuwa tayari ameshafika kwenye stendi ya daladala ambayo aliamini angemkuta Clarence. Bimdada alianza kuangaza macho huku na kule, lakini hakufanikiwa kumuona Clarence. Alichokifanya ni kutoa simu mfukoni kisha akampigia Clarence. Simu ilipokelewa kisha akaongea, lakini sasa cha ajabu ni kwamba sauti aliyosikia Lisa kwenye simu ilisikika pia nyuma yake. Lisa aligeuka nyuma kutizama ili amuone yule aliyekuwa anazungumza naye. Aisee, Lisa hakuamini macho yake kwa kweli. Ilikuwa ni bonge moja la surprise kwenye mboni za macho yake baada ya kumuona Clarence mbele yake. Pale pale mtoto wa kike alimkumbatia kwa nguvu bebi wake. My dear, si ulisema utakuja siku moja kabla ya mahafali? Yaani kesho kutwa. Sasa mbona muda huu upo ndani ya jiji? Umekuja lini Clarence? Na kwa nini hukuniambia? Lisa alimuuliza Clarence. Shusha pumzi mtoto wa kike. Hebu tuangalie sehemu nzuri ili tuongee vizuri. Nitakupa majibu yote ya maswali yako kipenzi changu, Clarence alimjibu Lisa. Baada ya mazungumzo hayo, wawili hao waliamua kutafuta sehemu nzuri kisha wakaketi. Clarence alimueleza kila kitu Lisa kuhusiana na safari yake. Kilichofuata ni wapenda nao kuendeleza mapenzi yao kama ilivyokuwa desturi yao. Siku moja kabla ya sherehe ya mahafali, mama mzazi wa Clarence pamoja na mwanae walisafiri kutoka Mtwara na kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria mahafali ya Clarence. Clarence alitakiwa kwenda stendi ya mabasi kumpokea mama yake pamoja na ndugu zake ambao walikuwa wageni kabisa ndani ya mji huo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa wanafamilia hao kufika ndani ya Dar es Salaam. Mnamo majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, basi lililokuwa limebeba familia ya Clarence liliwasili salama katika ardhi ya Dar es Salaam. Familia iliteremka ndani ya basi kisha ikaanza kuangaza huku na kule kumtafuta Clarence ambaye aliwaahidi kwamba wangemkuta stendi akiwasubiri. Lakini sasa licha ya kuangaza macho huku na kule, lakini hawakufanikiwa kumuona Clarence. Mama na wana walijikuta wanachanganyikiwa ghafla. Hawakujua ni kwa nini Clarence hakuwa stendi mpaka kufikia muda ule. Mara ya mwisho kabisa waliwasiliana na aliwaambia kwamba alikuwa njiani anakaribia kufika stendi, hivyo wakiteremka tu kwenye gari basi wangemkuta chini akiwasubiri. Pale pale bi mkubwa aliamua kutoa simu yake na kumpigia Clarence. Kwa bahati mbaya sasa namba ya Clarence ilikuwa haipatikani kabisa. Kwa hakika hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa familia ya Clarence. Hawakuwa wenyeji ndani ya Dar es Salaam, hivyo hawakujua ni wapi waelekee. Walijaribu kupiga namba ya Clarence tena na tena, lakini simu ya Clarence ilionekana kutokuwa hewani. Tumbo la uzazi lilianza kumuuma mama Clarence, kwani alihisi pengine mwanae alikutana na shida kabla hajafika pale stendi. Mama alikuwa anamfahamu vizuri mwanae kwamba asingeweza kuzima simu yake kwa makusudi na kuitelekeza familia yake ndani ya jiji ambalo hawalifahamu. Wakati wakiendelea kuvuta subra pale stendi, ghafla vijana wa mjini walipita na ile simu waliokuwa wanaitumia kumpigia Clarence. Aisee, yani kama Clarence aliamua kukata shina la mawasiliano kati yake na mama yake, basi vijana wa hovyo kutoka Mbagala rangi 3 bus terminal waliamua kung'oa kabisa mzizi wenyewe. Kwa hakika ulikuwa ni mtihani mzito sana kwa familia ya Clarence. Ile furaha ya safari ghafla iligubikwa kwa simanzi nzito. Mawazo yalikuwa mengi, ni vipi wangeonana na Clarence. Mara baada ya kuwaza sana, Clara ambaye alikuwa ni mdogo wake wa kike, Clarence alitoa wazo kwamba waombe mwongozo kwa watu ili wapewe ramani ya kufika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pengine wangepata msaada kwa kuwa Clarence alikuwa mwanafunzi wa chuo hicho. Wazo hilo lilionekana kuwa zuri, hivyo waliomba mwongozo kwa wenyeji wao kisha wakaanza safari kuelekea UDSM main campus. Walipanda daladala kutoka Mbagala rangi 3 mpaka Ubungo, kisha wakateremka na kutembea kwa miguu kuifuata barabara
iendayo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Upande wa Clarence hali haikuwa shwari baada ya kupata ajali ya gari wakati akielekea stendi kupokea ndugu zake pamoja na mama yake. Clarence alikuwa amenusurika katika ajali iliyohusisha magari mawili ambayo yaligongana na kusababisha vifo kadhaa na wengine kujeruhiwa. Ajali ilikuwa imetokea mnamo majira ya saa 9 alasiri na mpaka kufikia majira ya saa 11 jioni Clarence alikuwa amepoteza fahamu baada ya kupata mshtuko pindi magari yalipogongana. Kwa bahati nzuri Clarence alipata majeraha madogo sana katika mikono yake baada ya kukatwa na vioo. Tukio la ajali lilipotokea, vijana wa hovyo walitumia fursa hiyo kuiba mali za wahanga wa ajali ile. Jambo lile lilipelekea Clarence kupoteza simu yake kwani alikuwa hajitambui kabisa. Baada kufikia majira ya saa 12 jioni, Clarence alirudisha fahamu zake na alijikuta yupo katika hospitali ya Muhimbili. Mtaalamu alikumbuka vizuri tukio la mwisho kutokea kabla hajapoteza fahamu. Dakika zile zile, daktari aliingia ndani ya chumba kisha akamwambia Clarence kwamba Mungu alikuwa upande wake kwani hakuwa na shida yoyote mwilini. Hivyo alitakiwa apumzike pale hospitali kwa usiku mmoja kisha angeruhusiwa kuondoka siku inayofuata. Clarence alimuelewa vizuri daktari, lakini alipokumbuka kuhusu mama na ndugu zake, pale pale akapandisha wazimu wake. Alijiuliza maswali mengi sana kuhusu familia yake, ni wapi wangeenda ili hali hakuwa na mwenyeji ndani ya jiji. Je, mama yake alikuwa anafikiria nini kuhusu yeye? Baada ya kukumbuka kuhusu familia yake, Clarence hakuona sababu ya kuendelea kubaki pale hospitalini. Abaki afanye nini? Kwa amani ipi? Kwanza kabisa Clarence alimwomba muuguzi fulani simu kisha akaandika namba ya simu ya mama yake ambayo ilikuwa kichwani mwake na kuipiga. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Hiyo ilikuwa ni sauti iliyosikika kwenye simu baada ya Clarence kupiga namba ya mama yake. Kwa hakika Clarence alivurugwa sana. Alipiga tena na tena lakini sauti iliyosikika haikubadilika kabisa. Namba ilikuwa haipatikani kwa kuwa vijana wa hovyo walishaiba ile simu. Pale pale Clarence aliamua kutoroka hospitalini na kwenda kuitafuta familia yake. Jitihada za Clarence kuitafuta familia yake ndani ya jiji lile ziligonga mwamba kabisa. Mtaalamu aliwatafuta bila mafanikio yoyote. Mara baada ya kwenda stendi ya mabasi na kuwakosa, hakujua ni wapi tena angeelekea, hivyo alijikuta anapata maumivu ya kichwa kwa kuwaza sana. Clarence alijihisi kumkosesa na mama yake ambaye alijitoa kwa ajili yake kumpa ushirikiano kwenye sherehe ya mahafali yake. Mama yake Clarence pamoja na wanae walionekana maeneo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam wakiwa wanazungumza na mlinzi wa zamu mnamo majira ya saa 12 jioni. Walimsimulia mlinzi kile kilichowafanya wawe pale mpaka kufikia muda ule. Shida yao kubwa ilikuwa ni kusaidiwa namna ya kumpata Clarence, iwe kupata simu au kufikishwa mahali ambapo alikuwa anaishi. Kwa bahati mbaya sasa kipindi kile kilikuwa ni kipindi cha likizo, hivyo hakukuwa na wanafunzi wala walimu kwenye mazingira ya chuo. Swala la wao kupata msaada wa kuonana na Clarence lilikuwa gumu sana, maana mlinzi alikuwa hamfahamu kabisa Clarence. Mama na wanae walijikuta wanachanganyikiwa huku wasijue ni wapi wangeenda jioni ile. Wakati mlinzi akiongea na mama yake Clarence, kuna mwanadada mmoja alikuwa ndani ya maktaba ya chuo akijisomea katika kipindi kile cha likizo. Yule mdada akiwa anajisomea kule maktaba alikuwa anamuona yule mlinzi akizungumza na yule mama kupitia dirishani. Yule mwanadada alipomtazama vizuri yule mama pamoja na wanae, aliwakumbuka wakati akiwa ndani ya gari kuelekea pale chuoni. Wale watu aliwapita njiani wakiwa wanatembea kwa mguu kuelekea njia iendayo chuoni. Dakika kadhaa baadaye yule mwanadada alitoka ndani ya maktaba kisha akaelekea mahali alipokuwa amepaki gari lake. Kabla hajaingia ndani ya gari, aliitwa na yule mlinzi wa chuo. Mwanadada alijaribu kuingia ndani ya gari, badala yake akatii wito wa mlinzi. Dada, samahani sana, hivi unamjua mwanafunzi anaitwa Clarence hapa chuoni? Mlinzi alimuuliza yule mwanadada. Clarence, hilo jina nalifahamu, lakini kwa sura simfahamu, bimdada alimjibu. Sasa sijui itakuwaje. Kwa hiyo huwezi kutusaidia kumpata mwanafunzi yote anayefahamiana na Clarence? Mlinzi alimuuliza tena bimdada.
Kwa kweli sina mawasiliano ya mtu mwenye ukaribu na huyo mtu. Kwani kuna shida gani afande? Bimdada aliuliza. Unasikia binti, hawa ni ndugu zake na huyo Clarence. Hivyo unavyowaona ni kwamba mlinzi alianza kumsimulia yule dada sababu iliyowafanya wanafamilia ya Clarence kwa pale muda ule. Aha, hapo sasa nimekuelewa. Poleni sana kwa changamoto za safari mlizopitia. Mimi naamini Clarence amewatafuta na mpaka muda huu bado anawatafuta. Simu mlioibiwa ndo chanzo cha matatizo yote. Mimi naona kwa muda huu kitu cha msingi zaidi ni nyewe kupata hifadhi kwanza. Alafu mengine yataeleweka hiyo siku ya kesho. Kwa kuwa kesho ni mahafali, basi Clarence ni lazima atafika kwenye sherehe hiyo na mtaonana. Yule mdada aliongea kisha akaaga na kuanza kupiga hatua kuondoka. Alitembea hatua kadhaa kisha akalifikia gari lake. Kabla hajafungua mlango, alisimama kisha akawaza kwa sekunde kadhaa. Aligeuka nyuma na kuwatizama wale ndugu wa Clarence. Kuna huruma fulani ilimuingia Bimdada baada ya kugundua kwamba wale watu bado walikuwa wanahitaji msaada, na kwa yale mazingira ilikuwa ni vigumu sana kusaidiwa na yule mlinzi. Pale pale Bimdada alibadili maamuzi kisha akawarudia tena wale watu. Alipowafikia, aliwaomba waondoke pamoja kwa ajili ya kuwatafutia hifadhi kwa siku ile, maana usiku nao ulikuwa unakaribia kuingia. Mama na wana hawakuwa na chaguzi lingine zaidi ya kukubali msaada wa Bimdada. Walipakizwa kwenye gari kisha akaondoka eneo lile la chuo. Kutokana na hali ya mazingira nyumbani kwao, Bimdada alishindwa kuwapeleka wale wageni, hivyo aliamua kuwatafutia hoteli nzuri ya kupumzika. Bimdada alilipia gharama za chumba kwa siku 2 kisha akalipia bili ya chakula ambacho wageni wale wangetumia usiku ule. Ilikuwa ni hoteli nzuri na yenye gharama kubwa mno kiasi kwamba mama na wana walijihisi wapo kwenye pepo ya dunia. Kwa haraka Bimdada alionekana kuwa na uwezo wa kifedha. Japo hazikuwa nyingi, lakini kwa kiasi fulani zilikuwa zinamtosheleza na change kubaki. Mama, ngoja mimi niwaache muda huu. Leo na kesho mtaishi hapa, na kuhusu chakula kuna mhudumu atakuja kupokea oda zenu kisha atawaletea. Msiogope kitu, kuweni huru kuanzia sasa. Agizeni chakula mle na mshibe. Ondoeni mawazo kuhusu Clarence kwa yupo salama kabisa. Kesho asubuhi nitakuja hapa kuwapitia ili niwapeleke kwenye sherehe ya mahafali kule chuoni. Naomba msiondoke kabla sijafika. Cha msingi ikifika kesho asubuhi basi jiandaeni kabisa ili nikija tupate kifungua kinywa kisha tuondoke. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Bimdada kwenda kwa mamake Clarence. Baada ya kuzungumza kauli hiyo, Bimdada aliamua kuondoka na kuwaacha mama na wana kwenye kile chumba. Mama na wadogo zake Clarence walibaki wanamtafakari kwa makini yule Bimdada. Walishindwa kujua yule Bimdada anastahili kuwekwa katika kundi gani. Kama ni peponi, basi Bimdada hastahili kabisa kuwekwa pepo moja na huyu mwandishi wa historia, yani huyu silent killer. Yani Bimdada alistahili kwenda kwenye pepo la VIP. Kile alichokuwa amekifanya Bimdada haukuwa msaada tu, bali ni upendo uliopitiliza kwa familia ile. Siku iliyofuata Bimdada alikwenda pale hotelini majira asubuhi kama alivyokuwa ameahidi. Aliwakuta wageni wake wamejiandaa tayari kwa ajili ya kuelekea kwenye sherehe ya mahafali kama walivyokubaliana. Kabla ya kuondoka, waliagiza kuanza kifungua kinywa pale hotelini. Baada ya kupata kifungua kinywa, Bimdada aliwapakiza wageni wake kwenye gari kisha akaondoka kuelekea chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako sherehe ya mahafali ilikuwa inafanyika. Shamra nyingi zilionekana kuwa nyingi katika maeneo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kufuatia tukio lile la sherehe ya mahafali, maandalizi yalikuwa yamekamilika kwa 100%. Majukwaa, viti na meza zilikuwa zinawasubiri wahusika waketi ili shughuli ianze. Watu mbalimbali wakiwemo wazazi, wahitimu, walimu na viongozi walianza kuwasili kwenye eneo la tukio. Wakati mgeni rasmi akisubiriwa, wahitimu walianza kuwapokea wazazi wao kwa furaha kisha kuwakaribisha kwenye viti maalumu vilivyokuwa vimeandaliwa kwa ajili ya wazazi. Kila mhitimu alionekana kufurahi kwa kuona familia yake imewasili eneo la tukio, isipokuwa Clarence tu. Clarence yeye alikuwa ana furaha kabisa kwenye ile shughuli ya mahafali. Kukosekana kwa furaha yake kulisababishwa na kutokuiona familia yake kwenye eneo la tukio. Clarence alijihisi mpweke kabisa,
hivyo alibaki kwenye kiti akitafakari mengi kuhusu mama na ndugu zake. Wakati Clarence akiendelea kuwaza, kuna gari liliwasili muda ule. Ghafla binivu Clarence alimshuhudia ndugu yake wa kiume Klaus akiteremka ndani ya ile gari. Kabla hajapepesa macho vizuri, alimwona pia mdogo wake wa kike Clara akiteremka ndani ya ile gari. Mtaalamu hakuyaamini macho yake. Alihisi labda alikuwa anaota tu, au pengine lilikuwa ni wenge lake tu kufananisha watoto wa watu na ndugu zake. Kwanza wao na magari binafsi wapi na wapi? Clarence alihisi labda wale ni watoto wa familia nyingine ya kishua. Wakati Clarence anawaza vile, ghafla ateremka mama yake ndani ya ile gari. Hapo sasa Clarence akaondoa fikra za kufananisha. Yaani kwenye dunia anayoishi yeye, aliamini kwamba kuna mama Clarence mmoja tu, tena hafanani na mtu yeyote na hastahili kufananishwa. Pale pale mtaalamu alichomoka kwa spidi kumkimbilia mama yake. Mama naye alimwona mwanae akimkimbilia kwa spidi, hivyo akajiandaa kumpokea. Mara baada ya kumfikia mama yake, Clarence alimkumbatia huku akitokwa na machozi ya furaha. Walitumia kama dakika moja hivi wakiwa kwenye kumbatio la upendo kati ya mama na mwana. Lakini sasa wakati wamekumbatiana kwa mara nyingine, mlango wa ile gari ulifunguka na alitoka mtu ambaye aliipeleka familia ya Clarence kwenye ile sherehe. Hakuwa mwingine bali ni yule mdada msarabu. Clarence alipomtizama kwa makini yule bimdada, alimtambua. Sura haikuwa ngeni kabisa machoni mwake. Alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza pale chuoni UDSM. Yule mdada ndio yule aliyekuwa gunzo pale chuoni kutokana na uzuri wake. Kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wanamshindanisha na Lisa kwenye kipengele cha uzuri. Hakuwa mwingine bali ni mwanadada mwenye utu na utulivu wake, Sharon. Guys, hapa ni Sharon versus Lisa. Jiandaeni kutengeneza timu kati ya Sharon na Lisa. Mama nisamehe sana kwa kushindwa kuja kuwapokea stendi. Kuna shida kubwa sana nilikutana nayo nilipokuwa njiani kuja kuwapokea. Sijawatelekeza kwa makusudi mamangu, Clarence aliongea huku akiwa amemkumbatia mama yake. Usijali mwanangu, hata mimi najua kwamba hukufanya makusudi kutuacha stendi. Hayo mambo tuyaache kwanza, tutazungumza baadaye. Jambo la kushukuru ni kwamba sisi sote tupo salama kabisa. Huyu binti unayemwona hapa ndo ametusaidia kwa kila kitu mpaka kufikia hapa. Mengi tutazungumza baadaye mwanangu. Kwa sasa tumalize kwanza haya mahafali, mamake Clarence aliongea. Mama, mimi nakwenda kukaa kwenye jukwaa lile pale na wanafunzi wenzangu. Huyo Clarence atawaonyesha jukwaa maalumu kwa ajili yenu wazazi. Kwa sasa ngoja niwaache, tutaonana baada ya shule kumalizika, Sharon aliongea, kisha akaanza kupiga hatua kulifuata jukwaa walilokuwa wameketi wanafunzi wenzake ambao hawakuwa wahitimu. Sharon, Clarence alimuita bimdada kwa sauti ya juu. Sharon alisimama na kugeuka nyuma mara baada ya kusikia akiitwa. Sharon, asante sana kwa ajili ya familia yangu. Pia asante sana kwa ajili yangu, Clarence aliongea huku akionyesha ishara ya kumshukuru Sharon kwa kutumia mikono yake. Sharon alimtazama Clarence kisha akageuka na kuanza kuondoka bila kujibu kitu. Clarence aliwaongoza ndugu zake pamoja na mama yake kwenye jukwaa maalumu la wazazi. Hatimaye shughuli ya mahafali ilianza mara baada ya mgeni wa heshima kuwasili kwenye ile sherehe. Matukio yalifanyika kwa mpangilio kulingana na ratiba husika. Clarence aliteuliwa kusoma risala kwa niaba ya wahitimu wenzake. Zoezi lilikuwa jepesi sana kwa Clarence, kwani alitema Kiingereza fasaha mbele ya umati wa watu mpaka mgeni wa heshima alijikuta na tabasamu. Mwisho wa risala, kila mtu alipiga makofi, kuanzia walimu, viongozi, wanafunzi na hata wazazi waliokuwa wanaelewa lugha hiyo iliyokuwa inazungumzwa na Clarence. Kwa hakika risala ilinyooka kwa marefu na mapana. Baada ya risala fupi ya wahitimu, Mr. mgeni wa heshima alisimama na kutoa hotuba kwa niaba ya serikali ya Jamhuri kuhusiana na mikakati endelevu itakayofuata katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baada ya kumalizika kwa zoezi hilo, ulifika muda wa wahitimu kukabidhiwa vyeti vya kuhitimu elimu ya chuo kikuu. Kila mhitimu alijipatia cheti cha elimu chenye taarifa zake. Zoezi lilofuata baada ya makabidhiano ya vyeti ni utoaji wa zawadi binafsi kwa wahitimu.
Zawadi za vyeti zilitolewa kwa wanafunzi bora kwa kila kozi. Clarence alipata cheti cha mwanafunzi bora katika kozi ya sayansi ya kompyuta, lakini pia alitangazwa kuwa mwanafunzi bora kitaaluma kati ya wahitimu wote wa mwaka ule katika kozi zote pale UDSM. Clarence alijikuta anapata cheti kikubwa zaidi kuliko wahitimu wote wa mwaka ule. Itoshe kusema Clarence ndo alikuwa baba lao. Lakini pia uongozi wa chuo ulitangaza majina wahitimu 5 ambao walipata bahati ya udhamini wa masomo ya shahada iliyokuwa inafuata baada ya kuhitimu ile ya kwanza, yani bachelor degree. Sasa walitakiwa kusomea masters degree, yani shahada ya uzamili. Clarence alikuwa ni miongoni mwa wahitimu 5 ambao majina yao yalitajwa kupata nafasi ya huo udhamini. Kwa hakika yalikuwa ni mafanikio makubwa sana kwa Clarence. Mpaka kufikia hatua ile, kila mtu na kila mwanafunzi aliyehudhuria ile sherehe alitamani kuwa kama Clarence. Wazazi wengi walimuonea wivu mama yake Clarence. Yani badala ya kutamani watoto wao wangekuwa kama Clarence, wao walitamani Clarence ndo angekuwa mtoto wao. Ikumbuke kwamba wakati sherehe ile ikiendelea, Lisa pamoja na wazazi wake walihudhuria pia, kwa sababu Mary alikuwa ni mmoja wa wahitimu walioshiriki kwenye yale mahafali. Miongoni mwa wazazi ambao walimpongeza Clarence na kutamani angekuwa mtoto wao walikuwa ni wazazi wa Lisa. Lakini pia Lisa yeye alijikuta anazidi kumpenda Clarence kutokana na zile sifa alizokuwa amejipatia mtaalamu kwenye yale mahafali. Lisa alitamani kwenda mbele ya umati wa watu na kujitangaza kwamba yeye ndo Mrs. Clarence. Kama nyuma ya mafanikio ya kila mwanaume kunakuwa na mwanamke, basi nyuma ya mafanikio ya Clarence, Lisa alijiona yeye. Nguvu ya kwenda mbele ya kumkumbatia na kumbusu Clarence alikosa baada ya kukumbuka kwamba wazazi wake pia walikuwepo kwenye yale mahafali. Lisa alishindwa kabisa kuinua mguu wake kusogea mbele kwa ajili ya kumpa hongera mpenzi wake. Lakini pia miongoni mwa watu ambao waliguswa sana na mafanikio ya Clarence alikuwa ni bimdada Sharon. Sharon alitamani sana miaka 2 baadaye kwenye mahafali yake naye atangazwe kama alivyotangazwa Clarence. Sharon alikuwa na uchu sana wa kufanya vizuri kwenye masomo kuliko mtu yoyote ule. Zoezi la kutoa zawadi binafsi lilimalizika na kilichofuata ni muda wa wahitimu kuungana na familia zao, kukata keki na kupiga picha za pamoja kama sehemu ya kumbukumbu. Kila mhitimu aliungana na familia yake na walionekana kufurahi huku kikata keki na kulishana. Jambo lile lilikuwa tofauti kwa Clarence, kwani mama yake alifika kwenye ile sherehe bila keki. Zile changamoto walizokutana nazo mama yake Clarence tangu alipokanyaga kwenye ardhi ya Dar es Salaam zilimfanya asahau masuala ya keki za mahafali. Wakati Clarence na familia yake wakitafakari namna ya kupata keki, Sharon alikuwa anawatizama na aligundua kitu walichokuwa nawaza. Bimdada alikumbuka vyema asubuhi ya ile siku kabla ajaenda kule hotelini kuwafuata ndugu na mama yake Clarence. Alipitia kwanza supermarket kisha akanunua keki ya mahafali kwa ajili ya Clarence. Sharon alifanya vile kwa sababu alijua bi mkubwa hakuandaa keki kwa ajili ya mwanae, na pia lile wazo lilimpotea kabisa kwa kuwa hakuwa na uhakika kama mwanae angemkuta chuoni kwenye sherehe ya mahafali. Kwa kuwa Sharon aliamua kubeba msalaba wa ile familia, basi aliamua kumaliza kabisa jambo lile. Alinunua keki kisha akahifadhi kwa siri bila bi mkubwa kujua. Alipanga kuwapatia ile keki endapo tu ingehitajika. Kama isingehitajika basi angebaki nayo mwenyewe. Baada ya kukumbuka tukio hilo, Sharon alitoka kwenye jukwaa alilokuwa amekaa kisha akaelekea mahali ambapo alipaki gari lake. Alipofika, alifungua mlango kisha akanyanyua boksi na kuelekea kule alipokuwa Clarence na familia yake. Aliwakuta wameketi kwenye viti huku meza ikiwa tupu, wakati kwenye meza za wenzao walikuwa na keki na mishumaa. Sharon alitua mezani kile kiboksi kisha akaambiwa afungue ile boksi kisha waendelee na sherehe. Baada ya kufanya hivyo, Sharon aliamua kugeuka nyuma na kuanza kupiga hatua kuelekea kule alipokuwa amekaa mwanzo. Alipopiga hatua chache, Sharon alikumbuka kitu. Aligeuka nyuma akaona wanafamilia wametahamaki huku akiwa na nyuso za tabasamu. Congratulations Clarence. Sharon aliongea maneno ya kumpa pongezi Clarence huku akiwa amenyoosha mkono na kumuonyesha dole gumba ikiwa ni ishara kukubali uwezo wake.
Kauli ya Sharon ilimfanya Clarence akose neno sahihi la kujibu, kwani mambo yaliyokuwa amefanywa na mwanadada huyo yalikuwa makubwa kwake. Clarence alijikuta anashika upande wa kushoto wa kifua chake, kisha akainamisha kichwa chake chini kwa ishara ya kupokea pongezi zile kwa hekima na uadilifu. Ile keki iliyoletwa na Sharon ilikuwa na jina la Clarence, kwa maana ya kwamba Sharon aliandaa keki ile kwa ajili ya Clarence, sio kwamba ilifika pale kwa bahati mbaya. Lakini pia ile keki ilikuwa ni ya gharama kubwa sana, tofauti na keki za watu wengine. Tukio lile wakati linaendelea, Charles alikuwa anashuhudia kwa kuwa familia yao ilikuwa karibu na meza ya kina Clarence. Charles alishangaa kuona ukaribu wa ghafla kati ya Clarence na Sharon. Sharon alikuwa anafahamika kama mtoto wa kishua pale chuoni, na ilisadikika mzazi wake mmoja ni mwalimu pale chuoni, lakini haikufahamika ni mwalimu yupi. Lakini pia mzazi wake mwingine alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa nchini. Huyu Konde Boy ana nyota ya kupendwa na mademu wakali aisee, Charles alijisemea moyoni baada ya kuona Clarence ameletewa keki ya gharama kubwa na Sharon. Clarence alianza kukata keki na kuanza kula na familia yake. Wote kwa pamoja walitamani sana Sharon naye angejumuika pamoja nao, lakini haikuwezekana. Wakati wakiendelea kukata keki, ghafla Lisa alifika kwenye meza yao. Kwanza kabisa alimsalimia mama mkwe wake mtarajiwa pamoja na ndugu zake Clarence, ambao mmoja alikuwa ni kama wifi na mwingine shemeji. Lisa alimnong'oneza Clarence kwamba alitoroka kwenye meza ya familia yao kwa lengo la kuja kuonana na mama mkwe wake mara moja, hivyo asingeweza kutumia muda mrefu kumpa ushirikiano kwenye zoezi lile la kukata keki. Clarence alimuelewa Lisa, hivyo alichokifanya ni kumtambulisha Lisa rasmi kwa mama yake na ndugu zake kwamba yule ndo mke wake mtarajiwa. Mama na wanae hawakumpinga Lisa kwa kuwa lile ndo lilikuwa chaguo la Clarence. Mama alifurahi sana kumfahamu mkwe wake na alimpenda kwa kuwa alionekana ni binti mwenye upendo kwa mwanae na pia alikuwa mpole na mkarimu. Kitu pekee ambacho hakikumfurahisha mama yake Clarence ni mavazi ya Lisa, ila hakutaka kujadili sana kwa kuwa alifahamu zama zilikuwa zimebadilika. Tayari walishaingia kwenye zama za mdhani yeye ndio kumbe sio, na mdhani yeye sio kumbe ndio. Ni zama za watu wanaovaa hijabu na mabaibui kuwa wachafu kuliko wanaovaa vimini na suruali za kubana. Zama za watu wanene na walionenepa kuwa na maradhi kama vile ukimwi kuliko watu wembamba na waliokonda. Zama za wasomi wa sheria kuwa mstari wa mbele kuvunja sheria kuliko wasiojua chochote kuhusu sheria. Kwa hakika ni zama ambazo hutakiwi kuishi kwa kukarili. Baada ya kuwaza hivyo, Bi mkubwa hakutaka kumhukumu Lisa kisa nguo alizokuwa amezivaa. Hivyo alimuonesha upendo na ushirikiano wa hali ya juu kwa dakika zote walizokuwa pamoja. Baada ya burudani na shangwe za hapa na pale, hatimaye shughuli ya mahafali ilimalizika rasmi mnamo majira ya saa 9 alasiri. Watu walianza kurejea majumbani kwao wakiambatana kifamilia. Lisa alimwaga mkwe wake na mashemeji, kisha akawaahidi kwamba jioni ya siku ile angewatembelea kule hotelini walipokuwa wamefikia. Mbali na hayo, alimwahidi Clarence kwamba usiku wa ile siku watakuwa pamoja kwa ajili ya kumpa pongezi za kuhitimu shahada yake ya awali. Baada ya kumaliza kuaga, Lisa alikwenda kuungana na familia yake, kisha wakapanda gari binafsi kuelekea nyumbani kwao kumalizia shughuli ya mahafali ya Mary. Clarence na familia yake wao walikuwa wanapiga hesabu za kukodi bajaji iwapeleke kwenye makazi yao. Clarence alitoka mara moja kwenda kutafuta bajaji, na aliporudi alikuta familia yake ipo ndani ya gari la Sharon. "Hey Clarence, tunakusubiri wewe, panda tuondoke." Hiyo ilikuwa ni sauti ya bimdada Sharon ikimtaka Clarence apande kwenye gari. Clarence hakuwa na namna zaidi ya kukubali kupanda kwenye gari ambalo familia yake ilikuwemo. Alimuomba samahani dereva bajaji kwa usumbufu alomfanyia, kisha akapanda kwenye gari, na bila kuchelewa safari ilianza kuelekea kwenye hoteli waliofikia mama Clarence na wanae. Baada ya mwendo wa muda mchache walifanikiwa kufika salama kwenye ile hoteli. Kwa kuwa ratiba mama Clarence ilikuwa ni kuondoka ndani ya jiji asubuhi ya siku iliyokuwa inafuata, Sharon aliamua kuiaga rasmi familia ile na kuitakia safari njema. Mama mzazi wa Clarence pamoja na wanawe wote akiwemo Clarence
Waliongea maneno mengi sana ya kumshukuru binti Sharon kwa kile alichokuwa amewatendea. Mengi walizungumza kuonesha na jinsi gani walishukuru na kuthamini msaada wa bimdada huyo. Machache kati ya mengi yaliyozungumzwa yalikuwa kama ifuatavyo: Sharon mwanangu, naweza kukiri kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mama yako anajivunia kwenye hii dunia ni kukuzaa wewe. Sura yako inasadifu moyo wako, matendo yako yanasadifu imani yako, fikra zako zinasadifu baadaye yako. Kwa kweli natamani ungekuwa binti yangu Sharon. Nashindwa kujua nitawezaje kukulipa wema ulioutenda katika familia yangu. Sioni cha kukupa ili kulipa japo theluthi ya mazuri uliotutendea sisi. Nachoweza kukifanya kwako ni kufanya maombi kwa Mungu wetu ili azidi kukulinda siku zote za maisha yako, na kuombea kwa Mungu akupe furaha kwenye siku zote za uhai wako. Lakini pia sitoacha kukuombea upate amani ya moyo kwa kukupa mume bora katika maisha yako ya baadaye. Endelea kuwa na moyo wa huruma na kuwasaidia watu wenye shida mwanangu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mama Clarence kwenda kwa Sharon. Usijali mama yangu, hekima iliyowazunguka nyie ndio iliyonipa nguvu ya kuendelea kuwasaidia. Itoshe tu kusema kwamba hata mimi nashukuru kwa kunishukuru. Mwisho wa yote, sifa na utukufu tumpe Mungu kwa kuwa yeye ndio alinipa uwezo wa kuwasaidia. Tuendelee kuomba Mungu kwa kila gumu ambalo tunakutana nalo. Sharon alijibu. Mama Clarence alivua rozali yenye msalaba katika shingo yake kisha akamkabidhi Sharon. Sharon mwanangu, sina kikubwa cha kukuachia kama kumbukumbu, lakini nakupatia hii kama zawadi yangu kwako. Kila gumu utakalopitia kuanzia wakati huu, basi ishike hii rozali kwa mikono miwili, kisha fumba macho, sadi na muombe Mungu kwa imani akuvushe kwenye gumu lililopo mbele yako. Sali kwa imani zote, Mungu wetu ni mwema, lazima atakuvusha. Mama Clarence aliongea. Sharon alipokea kwa mikono miwili ile rozali kisha akamshukuru bi mkubwa. Ila kaka Clarence, umefeli wapi jamani? Huyu ndo alifaa kuwa wifi yangu jamani. Au ulikuwa umuoni chuoni? Jamani Sharon, kwa nini nayo sio wifi yangu jamani? Clara aliongea kiutani. Alafu kweli dada, ujue wanaendana. Simuona mama kampa da Sharon nusu kipande cha rozali alichopangaga kumpatia shemeji yetu, yani mchumba wa Clarence. Kwa hiyo sasa hivi kipande kimoja cha rozali anacho da Sharon na kingine anacho kaka Clarence. Klaus alizidi kupigilia msumari utani wa dada yake Clara. Swala lile lilizungumzwa kiutani tu na wote kwa pamoja walijikuta wanacheka kwa kuwa jambo lile halikuzungumzwa kiuhalisia. Clarence na familia yake walikuwa wanajua kwamba Sharon bila shaka ana mpenzi wake, na pia Sharon alikuwa anajua kwamba Clarence alikuwa na mchumba na tayari alishamjua. Lakini sasa licha ya kwamba kauli za ndugu wa Clarence zilikuwa na utani, ila kuna ukweli uliokuwa ndani yake. Ile kauli ya Klaus kwamba nusu ya rozali aliyopewa Sharon ilikuwa kwenye himaya ya Clarence, huo ulikuwa ukweli mtupu, kwani mara zote Clarence alikuwa ananing'iniza rozali yenye msalaba kifuani kwake na aliitumia kama ngao ya ulinzi kiimani ya dini yake. Lakini pia ile kauli kwamba mama yake Clarence alipanga kumpa mchumba wa Clarence ile rozali ilikuwa na ukweli ndani yake. Mama Clarence alipangaga kumpa Lisa ile rozali siku ambayo wangeonana, maana alimpenda sana mkwe wake kipindi alichokuwa anawasiliana kwa njia ya simu. Lakini sasa mara baada ya kufika ndani ya Dar es Salaam alijikuta anabadili maamuzi yake. Sharon ndo alipewa rozali badala ya Lisa. Aisee, hivi kwa nini simulizi yetu hii inaitwa I miss you, yani nakukumbuka DX? Haya maneno yamezungumzwa na mhusika gani? Hivi ni nani anayemkumbuka mwenzake na kwa nini amkumbuke? Kwani amekwenda wapi? Bwana hapa sasa ndo tunakwenda kuianza simulizi yetu. Guys, yani ndo kwanza simulizi inaanza. Lakini sasa japokuwa simulizi ndo inaanza, basi tukutane hapo kesho tuianze rasmi simulizi yetu hii pendwa kabisa. Yani kibao hiki aisee, yani ni kibao cha moto kweli kweli, yani ni fire. Guys, mimi nisema asante sana
kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti Trishi. Tukutane hapo kesho tujue, je, nani ni nani? Je, ni Lisa ama ni Sharon? Maana kila mtu ana moto wake kwenye uzuri. Basi kesho itajulikana mbivu na mbichi. Nakupenda sana shabiki yangu, yani love you so much.